Mtazamaji wa Bongo Super Media, siku ya jana waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran Abbas Al-Ghachi aliwasili pale nchini Oman na kuanza kuzungumza na kiongozi mkuu wa Oman kuhusiana na haya masuala ya vita ambavyo vimesimama huko Mashariki ya Kati. Lakini mara baada tu ya kumaliza mazungumzo naye, moja kwa moja akakwea pipa na kuelekea nchini Urusi, na taarifa zinaeleza kwamba tayari amewasili nchini Urusi, kama video clip hiyo ambavyo unaitazama hapo. Wajumbe wa rais wa Urusi Vladimir Putin wamekwenda kumpokea Abbas Al-Ghachi, waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran, ambaye ameenda nchini Urusi kwa ajili ya kuzungumza na rais wa Urusi Vladimir Putin kuhusiana na mustakabali wa mambo ambayo yanaendelea huko Mashariki ya Kati. Ikumbuke tu kwamba huyu mtu alitoka pale Pakistani mara baada ya kuwakacha ama kuondoka au kuwakimbia wale wajumbe ambao Trump alikuwa amewatuma waende wakazungumze naye. Jamaa akasema hana mazungumzo nao, kwa hivyo wenyewe wafanya mambo yao na yeye na mambo yake. Kwa hivyo safari ya kwanza alifika pale Oman akazungumza na viongozi, na sasa kawasili nchini Urusi. Anazungumza tena na Vladimir Putin. Na mtazamaji, nitakuletea mazungumzo ama nini ambacho kimejili baada ya waziri huyo mambo ya nje kukutana na Putin na kuzungumza. Nadhani kitu kikubwa ambacho kinazungumzwa ni huu mgogoro ambao upo huko Mashariki ya Kati. Ni namna gani wanaweza wakaupunguza ama kusitisha kabisa. Lakini pia kama kutakuwa ni tofauti, ikumbukwe Iran na Urusi ni washirika. Kwa hivyo kuna uwezekano mkubwa kabisa Urusi akashirikiana na Iran kwenye masuala mazima ya kijeshi. Mtazamaji Bongo Super Media, mwamba akafika Urusi. Abbas Al-Ghachi, moja ya watu wa muhimu sana katika taifa la Iran, moja ya kiongozi wa muhimu sana. Huyu ndio kiongozi wa mambo ya nje, kwa maana yake waziri wa mambo ya nje, ndio maana anadili sana na mambo ya nje ya Iran ili kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa, kwa sababu huwa kuna kiongozi wa ndani, waziri wa mambo ya ndani na waziri wa mambo ya nje. Huyo mambo ya nje ndio anadili sana na vitu ambavyo vinatoka nje kuja Iran. Maoni yako ni yapi mtazamaji wa Bongo Super Media? Unahisi Vladimir Putin na huyu mwamba wa Iran Abbas Al-Ghachi watakubaliana kuhusiana na kusitisha vita, ama pengine Putin naye atawaambia endeleza vita, ni uko nyuma yako? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comment.